Hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumani yetu mpo salama salimini, hivyo nikukaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii habari awamu yake ya pili ya hii leo, ambayo ni tariki 1 mwezi Aprili mwaka huu wa 2026. Matumani yetu mpo salama salimini, hivyo nikualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari. Twende moja kwa moja nchini DRC, huko Kivu Kusini. Minembwe yachukuliwa moto, FARDC yashiriki katika mashambulizi ya kupinga kundi ya waasi wa M23. Hali ya usalama huko Kivu Kusini inaendelea kuzorota, huku shughuli kubwa za FARDC huko Minembwe eneo la M23 laharibiwa. FARDC ililenga nafasi kadhaa za M23 RDF na kusababisha hasara kubwa kwa upande wa waasi kutoweka kwa utulivu, wakijisalimisha uharibifu wa vifaa vya kijeshi, kurudi nyuma kwa M23 bila mpangilio kwa shoka kadhaa. Maadui hawadhibiti ardhi. Licha ya majaribio ya kurudi na kupanda machafuko, vikosi vya utulivu vimewadhibiti waasi katika maeneo ya Mikenge na Gakenke na kuthibitisha udhibiti salama wa maeneo ya kimkakati. Ujumbe wa msaada: ujasiri wa mzalendo wote na wanajeshi wanaohusika katika kulinda idadi ya watu na kurejesha usalama mashariki. Juhudi zenu ni muhimu katika kukabiliana na vitisho vinavyoendelea. Hali ya kiraia na dharura za eneo. Huko Kazaro, Kivu Kusini, mama na mtoto wake walisombwa na mto Ruganza, lakini waliokolewa baada ya kushikilia mwamba. Maeneo kadhaa mashariki yanaendelea kuwa katika hali ya kutokuwa na utulivu na kudumu na kuathiri moja kwa moja maisha ya kila siku na maendeleo ya wakazi wa eneo hilo. Kujenga uwezo wa FARDC, zaidi ya wapiganaji 715 waliofunzwa vita vya misitu huko Kisangani kama sehemu ya kikao cha Dio Jengol kilichoandaliwa kwa usaidizi wa Ufaransa. Lengo kuimarisha uwezo wa jeshi la taifa ya Kongo FARDC katika maeneo yenye mimea mingi na kuboresha usalama ardhini. Mapambano yanaendelea, uangalifu unabaki kuwa muhimu dhidi ya makundi yenye silaha na usaidizi wa idadi ya watu ni muhimu kwa mafanikio ya shughuli na utulivu na kudumu katika eneo hilo. Shirika kuwafahamisha na kuunga mkono jeshi letu ambao ni jeshi la taifa ya Kongo FARDC. Tukiwa tu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko Kivu kabisa, vita vya M23 wakiwa wamekuja kushambulia maeneo ya wazalendo katika nyanda za juu za Uvira. Waasi wa M23 wakiunga mkono na nchi ya Rwanda walifukuzwa kutoka Mitamba, Katoma, Biziba, Buhende, Kipimo na vijiji vingine kadhaa ambavyo kwa sasa viko chini ya udhibiti wa wazalendo na ambavyo hapo awali vilikuwa vituo vya nyuma vya jeshi vya M23 na Rwanda kushambulia FARDC na wazalendo. Vyanzo vyetu katika eneo hilo vilisema. Huko Olomami, wabunge la taifa wa kitaifa kumrazi wapongeza utulivu wa kitaasisi wa mkoa wao. Naibu waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama, ujasusi na masuala ya kimila, Shabani Luko alipokelea mkutano wa naibu wa kitaifa kutoka Olomami ofisini kwake Jumanne, Machi 31. Ujumbe huo ukiongozwa na rais wake
Eustache Banza, mwakilishi aliyechaguliwa wa eneo la Kabongo, ulikuja kutoka shukrani zake kwa naibu waziri mkuu wa kuhusika kwake katika kutatua mgogoro wa kitaasisi ndani ya serikali kuu ya mkoa. Kulingana na maafisa waliochaguliwa, hatua hii ilitekelezwa kwa maagizo ya mkuu wa nchi Felix Tshisekedi wakati wa mkutano huo. Majadiliano pia yalilenga hali ya usalama katika jimbo hilo pamoja na uandaaji ujao wa warsha iliyotolewa kwa amani na mshikamano wa jamii. Naibu waziri mkuu alichukua fursa hii kuthibitisha tena kujitolea kwake kuhifadhi utulivu wa taasisi za mkoa ambazo unaziona kwa kipaumbele cha hatua za serikali, akiwa na kitengo cha mawasiliano cha naibu waziri mkuu wa Kongo. DRC Kinshasa kuangalia nyuma ziara Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kabla ya kufuzu kwa chui kwa kombe la dunia mwaka 2026. Pia tunawakumbusha kila mtu kwamba imekuwa zaidi ya miaka 52 tangu nchi hiyo ilipovuka mstari huu mara ya mwisho ambao uliheshimishwa sana katika swala hii. Hongera kwa rais na watu wake. DRC na Jamaica, mechi ya ajabu kuanzia mechi na kumalizikia April. Mechi hii ilidumu kwa siku 2 na ilihitaji uingiliaji kati wa waamuzi wawili tofauti, hali iliyojaa mizunguko na zamu iliyofikia kilele cha ushindi wa mwisho wa Leopard. Kocha wa timu ya soka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Sebastien Desabre amewasifu wachezaji wake baada ya kufuzu kwa kombe la dunia kufuatia ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Jamaica usiku wa kuamkia leo Jumatano tarehe 1, ikiutaja kuwa mafanikio ya kihistoria baada ya miaka 52. Desabre amesema wachezaji na mashabiki ndio mashujaa halisi na kudai kuwa kufuzu kwa DRC kumeleta furaha na umoja kwa raia wa Kongo ambao wamesubiri kwa miongo kadhaa kuona timu yao ikirejea kwenye mashindano ya dunia. Kocha wa Jamaica ambaye ni Rodolphe Spade amedokeza kuwa kutomanini kwenye mpira mirefu ndiyo kulileta utofauti wa mechi. Hii inakuwa mara ya pili kwa Leopard kufuzu kombe la dunia tangu mwaka wa 1974 iliposhiriki kwa wakati ikifahamika kama Zaire. DRC ilikuwa ni timu ya 10 kutoka barani Afrika kufuzu na itajumuisha kwenye kundi la K pamoja na Colombia, Ureno na Uzbekistan. Tukiwa tu DRC football, kwa upande wake mtu maarufu kwa Kigali Ndo Hungerehe anaipongeza DRC kwa kufuzu kombe la dunia la mwaka wa 2026. Kufuzu kwa Leopard kwa DRC kwa kombe la dunia la FIFA World Cup mwaka huu wa 2026 ni kihistoria kwa sababu mbili. Ni kufuzu kwa kwanza kwa nchi hiyo kwa kombe la dunia katika nusu karne ya miaka 52 baada ya mbio kuwa za Zaire huko Ujerumani Magharibi, na ni nchi ya 10 ya Afrika kufuzu kombe la dunia ya kwanza katika historia ya shindano hili. Licha ya hali ya usalama katika eneo hilo, wengi wamekuwa na nafasi nzuri kwa Leopard, timu kutoka nchi yao ya kuzaliwa au eneo ambalo wameunga mkono tangu utotoni. Hongera kwa Leopard kwa kufuzu huku kuna stahili na kila laheri kwa kombe la dunia la mwaka 2026 huko Amerika, aliandika Olivier Nduguyo kwenye akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X. Na ndugu wapenzi watazamaji wa kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani, niseme asante kuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati mwa taarifa hii ya habari awamu ya pili ya hii leo ambayo ni tariki 1 April mwaka huu wa 2026. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulaki ili kwanza kupata habari zetu. Nikisema chao chao.